Hapa ni jijini Dar es Salaam, na hapa ambapo nimesimama ni katika viunga vya Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya ardhi. Jambo kubwa ambalo Jambo TV limetuleta katika eneo hili ni kufuatilia mwenendo wa kesi ya ardhi namba 16887 ya mwaka 2022. Kesi hii ni kati ya Edgar Maokola Majogo. Huyu Edgar Maokola Majogo ni waziri wa zamani wa ulinzi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kama yotoshi, yeye kesi yake ilikuwa hapa na akiwa anamdai kampuni ya Katic International Engineering Tanzania Limited, ambayo kesi hii ilikuwa inaendelea chini ya Jaji Hemedi Lusungu wa mahakama hii. Leo kesi hii ilikuja kwa ajili ya kutolewa hukumu, na msingi wa hoja yenyewe ni kuhusiana na kesi ya madai ambayo inahusisha kiwanja kilichopo Oysterbay jijini Dar es Salaam, ambapo kiwanja hicho kilikuwa kinamilikiwa na mzee Majogo kwa muda mrefu sana, kabla ya baadaye kampuni ya Katic kuingilia kati na kufanya makubaliano ya kwamba mzee Majogo abomoe nyumba iliyokuwa awali, then kampuni ya Katic ijenge gorofa, na baadaye watakuwa wanalipana taratibu kwa maana ya makubaliano ya mwisho wa mwezi kwa fedha waliokuwa wamekubaliana. Lakini kama hiyo itoshi, wakaenda mbali zaidi katika makubaliano yao ambayo kimsingi yalikuwa yanachukua miaka 70, kwamba katika gorofa itakayojengwa ijengwe basement chini. Hata hivyo, baada ya miaka mingi kupita tangu mwaka 2008 walipoanza makubaliano hayo mpaka hivi sasa, mzee Majogo ameona ya kwamba baadhi ya maeneo yamekengeukwa ya mkataba, na ndipo akaleta shauri hili mahakamani hapa chini ya wakili Peter Madeleka ili kupata ufumbuzi wa kisheria. Na baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili kwa muda mrefu, ambapo Jambo TV tumekuwa tukifuatilia shauri hili, leo mahakama imetoa uamuzi na mwisho wa siku imeamua kukubaliana na hoja za upande wa utetezi, kwa maana ya upande wa mdaiwa, na ameona ya kwamba hakuna sababu za msingi ambazo zinapelekea shauri hili kuonekana kwamba mleta maombi hakuna sababu za msingi ambazo zinaweza kapelekea mahakama kuamua ya kwamba kuna sehemu yoyote ya mkataba ambayo imekengeukwa. Hivyo mahakama imeamua kutupilia mbali shauri hili. Nje ya viunga vya mahakama tumezungumza na wakili wa mdai Peter Madeleka, ambaye ameeleza ya kwamba bado wao hawakubaliana na maamuzi hayo na sasa wanajipanga kwenda kukata rufaa kwenye mahakama ya rufani. Utakumbuka leo tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2025, Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya ardhi Dar es Salaam iliita shauri la ardhi namba 16887 la mwaka 2024 kati ya Edgar Maokola Majogo na Katic International Engineering Tanzania Limited kwa ajili ya kuja kutoa hukumu ya shauri hilo. Awali shauri hilo liliahirishwa takribani wiki moja iliyopita baada ya mtandao wa mahakama kupata shida. Sasa shauri hilo lilikuwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Lusungu Hemedi na hukumu imesomwa. Katika hukumu ya mahakama, jaji anasema amezingatia kifungu cha 3 cha mkataba kati ya wadau ambacho kilikuwa kinasema kwamba mmiliki wa eneo lile ploti namba 7 Oysterbay Dar es Salaam alikuwa na wajibu wa kuhakikisha vibali vya ujenzi katika eneo lile kutoka katika mamlaka husika vinapatikana ili ujenzi uweze kufanyika, lakini pia michoro ya jengo lile michoro iweze kuidhinishwa. Sasa katika ushahidi ulioletwa mahakamani na upande wa mdai ambaye ni Edgar Maokola Majogo, jaji anasema hilo hajaliona, na kwa maana hiyo ameshindwa kuona namna yoyote ile ambayo mkataba ule umevunjwa. Lakini ikumbukwe wakati wa kesi inaposikilizwa, Edgar Maokola Majogo aliomba mahakama ihamie kwenye eneo la tukio ili iende ikajiridhishe kwamba kile anachodai kwamba hakijajengwa na mdaiwa kipo au hakipo, kwa sababu ambazo mahakama inazijua yenyewe. Ilikataa kufanya hivyo na ikasema itasikiliza ushahidi tu, utakapoona kwamba kuna haja ya kwenda kwenye eneo la tukio itafanya hivyo. Kwa hiyo msingi wa maamuzi ya mahakama leo kwenye hukumu ya leo ni kwamba mdai ameshindwa kuthibitisha namna gani alivyopeleka michoro ikathibitishwa na mamlaka za serikali, lakini pia kuwezesha jengo lijengwe. Kwa maana hiyo anaona hakuna uvunjaji wowote wa mkataba na amelitupilia shauri hili mbali bila gharama zozote, kwa kuzingatia mahusiano yaliyopo kati ya mdai na mdaiwa. Sisi hatujaridhika na uamuzi wa mahakama na bado hatujapewa nakala halisi ya hukumu hiyo, lakini kifupi tu ni kwamba tutakata rufaa. Tutakata rufaa kwa sababu tunaona kuna kasoro kubwa zimefanyika katika kutoa uamuzi huu. Kwanza, jaji hajakwenda kujibu hoja iliyobishaniwa, hoja ambayo ilikuwa inataka mahakama iseme kama
kwa kuto kujenga basement, yani gorofa ya chini, mkataba unakuwa umevunjwa au haujavunjwa. Kwa hiyo mahakama haikujipa nafasi ya kwenda kuangalia kama basement imejengwa. Sasa kwa sababu mahakama inasema imekwenda kuamua kitu kingine ambacho sicho tulichokuwa tunabishania, tutakata rufaa baada ya kuwa tumeshapata nakala halisi ya hukumu na tutaisoma na kujua hasa sasa tunakwendaje mbele. Kwa kifupi, hayo ndio yaliyojiri leo hapa katika Mahakama Kuu ya Tanzania Divisheni ya Ardhi, Dar es Salaam. Kuna hoja ambayo pengine jaji wakati anasoma hukumu aliingiza kwamba kuna mtu watatu na tafsiri yake kwa maana ya kampuni nyingine ambayo ninyi waleta maombi mkuijumlisha, na pengine anaamini kwamba wao pia walipaswa kuwepo sehemu ya kesi. Hili likoje ndani wake? Kanuni ya kisheria inasema kwamba maamuzi yoyote ya mahakama ni lazima yatokane na ushahidi, lakini na nyaraka za kufungulia kesi. Sasa hilo hatukubishana. Kwenye nyaraka zilizoletwa mahakamani, mdaiwa hakukataa kwamba na yeye ni sehemu ya mkataba, na hatukubishana hivyo. Kwa hiyo hoja ambayo ilitakiwa kutolewa maamuzi na mahakama ilikuwa ni kwamba yule mdaiwa alioletwa mahakamani amevunja mkataba kwa kutokujenga basement au hajavunja. Kwa hiyo hayo mengine yalipaswa yaibuliwe, alafu pande zote mbili wapewe nafasi ya kuweza kulielezea, lakini ni jambo ambalo mheshimiwa jaji amekuja kuibuka nalo mwishoni wakati alipokuwa anatoa hukumu yake. Hakutupa nafasi ya kutusikiliza. Kwa mujibu wa taratibu, ni ndani ya muda gani pengine mnakusudia pengine kukata maombi au kukata rufaa mahakamani? Tutakata rufaa ndani ya siku 10 zijazo kutoka sasa, na tutakuwa tumeshapata muda wa kusoma nakala hiyo ya hukumu, kwa sababu leo hatujapatiwa nakala halisi. Tukishasoma tutaweza kujua sasa kwamba ni namna gani, ni sababu zipi ambazo tunatakiwa kuziegemea tutakapokuwa tunapeleka maombi yetu ya rufaa kwenye Mahakama ya Rufani ya Tanzania.